Hatimaye tena basi mdau na mpenzi wa bomba sana kutoka DC Production. Leo tuko na mwongozo wa sehemu safi ya 3 ya tamthilia bomba sana ya Onglang. Wasema The Lost Boy na The Chosen One. Ndio nakuletea burudani hapa. Tara binti bwacha tusonge pale ambapo tulishia katika episode ya pili tu, ili kupata mwanga wa kile ambacho kitajiri katika episode ya 3 ya tamthilia bomba sana hapa. Leo tuanzie hapa. Wasema basi mkali mmoja ni baada ya kupitia manyanyazo katika swala la upatikanaji wa chakula kwa muda ule, ilimfanya jisikie vibaya zaidi. Lakini upande wa pili kwa mkali wetu ambaye anafahamika kwa jina la Riji Wook, ndo Onglang mwenyewe huyo, alisikia mlio wa kengele fulani. Tuachana na hizo habari. Basi asubuhi ya leo mwamba alikuwa na mbamba katika eneo moja. Kulikuwa na mbwa hapa. Mbwa alikuwa anamfokea sana mtu huyo, lakini baadaye bibi alikuja kuzuia. Hasa binti ambacho kinamshangaza ni kitu kimoja. Anasema kwa miaka ya zamani huyo mtu alikuwa na ukaribu sana na mbwa, yani kabla hajapotea. Na mbwa ni kitu ambacho kina uwezo mkubwa sana wa kutunza kumbukumbu. Sasa inakuwaje hata mbwa ambaye alikuwa anampenda ameweza kumsahau? Kale chomwambia hiyo sio biashara yako. Kwa unataka kufanya kitu ambacho unaona ni sahihi kwa upande wako tu. Ile binti akiwa anazidi kumkazania kumwambia wewe hauwezi kuwa yule. Ghafla aliweza kufika mama mwenyewe. Kumbuka mama anampenda sana kijana kwa sababu anaamini ndio mtoto wake aliyepotea miaka mingi iliyopita. Lakini bibi kitu ambacho kinamuumiza kichwa kumbukumbu kwamba yule mbwa alikuwa anampenda sana mshikaji huyo. Lakini sasa imekuwaje leo mbwa anaonekana ni kitu kigeni sana machoni pake, wakati ni kitu pekee ambacho alikuwa anakipenda kwa miaka 12 iliyopita. Kuna kitu cha kujiuliza sana hapa. Basi mama ambaye alikuwa ni wasaa mzuri sana kupata nafasi ya kutembezwa katika eneo la masoko. Wao wanatokea katika familia ya Minguru. Wao ni familia kubwa sana wanaoshikilia masoko katika mji mzima hapa. Sasa baadaye alianza kutembezwa tu baadhi ya maeneo ili aweze kujua biashara ambazo zinafanywa na mzee, mipaka ya kazi zao, na namna ambavyo shughuli zinazidi kuendeshwa. Lakini kumbuka nafasi ya bwana mdogo kufahamika kwa jina la Mujin kwa sasa imeanza kupungua, kwani bwana mkubwa alikuwa anapewa shavu zaidi. Lakini hapa alimwomba bodyguard wake kwamba kuna sehemu anahitaji kuelekea. Basi mtu alikuja sehemu hii kwa sababu aliamini kuna kumbukumbu ambayo inamsababisha mpaka afike katika ile eneo. Basi ilikuwa ni nyumba ambayo kwa sasa haikaliwi na mtu yoyote, lakini nyumba ambayo ilikuwa inafanyika shughuli za matambiko zaidi. Na binti aliweza kufika katika ile eneo. Na baada ya kufika mkali alifanikiwa kumuona bibi. Akamwambia tu bibi, umekuwa unatafuta nafasi ya kuendelea kunipeleleza mimi na kunichunguza mimi, lakini binti alikuwa anahitaji kuangalia sehemu kwa sababu sehemu ya mwili wa bwana mkubwa katika eneo la shingo waga na kovu. Kwa hiyo binti alihitaji kuhakiki kama kweli mtu ana kovu. Lakini mkali alimzuia sana. Sasa kipindi wanazuiana ndipo alipoingia mkali wa kufahamika kwa jina Mujin. Aambia kwa wakati mwingine usije ukaja kumgusa binti kwa namna hii ambayo umemgusa, kwa sababu utakuja kutengeneza hatari ambayo kuizuia itakuja kuwa kazi kubwa sana. Hatujui kwa nini bwana mkubwa alicheka sana baada ya kusikia ile kauli, lakini kwamba kwa sasa inaonekana kuna kitu cha tofauti ndani ya mwili wa mkali ambaye anafahamika kwa jina la Onglang. Sasa kwa yote tukutane katika sehemu safi inayofuata ya 3 baada ya kupata mwongozo kidogo.